Ni siku 21 za maombi zitakazoondoa vifungo mbalimbali, mipaka ya kufanikiwa, chini ya mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe. Ataombea watu mbalimbali. Bado unayo nafasi mpaka tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026, kila siku saa 10 jioni mpaka saa 12, na Jumapili itakuwa ibada pekee ya neno la Mungu, maombi na maombezi, kisha tarehe 22 kuhitimisha na sakramenti ya meza ya Bwana. Hakikisha adui asiweke kizuizi cha kukosa maombi haya. Njoo na jirani yako. Location Kitunda Kibeberu, kanisa la Yesu ni lango la uzima, au tupigie kwa simu namba 0679266863. Wote tuende kwa Yesu. Fanya awe mtu wa kuloga watu. Huyu nitaluka naye kwenye ungo, huyu nitafanya naye yes. Bibi naona anaungua na majeshi yake, anayesema ni mjukuu wangu anaungua moto, anaungua moto, anaungua moto, anaungua moto, anaungua moto, anaungua moto, anaungua moto. Bibi anaungua moto, aliyeweka agano la kitovu, aliyesema lazima awe, kwa sababu mpaka ulimwengu wa roho huwa hauonekani kwa macho haya, hauonekani kwa macho nini haya, ila tutashangaa kila unapotaka kufanya jambo fulani huwezi, unapotaka kufanya kitu fulani huwezi. Ujue ulimwengu wa roho umeweka mpaka. Haleluya, haleluya sana. Mungu amenifundisha vitu vingi katika huduma. Siku moja nilikuwa nahubiri mahali, ghafla wakati nahubiri nikawa nimesimama kama hapa na ninyi hivi hapa, lakini nikawa naona kama kabisa hawa watu hawanisikilizi kabisa, hawanisikilizi. Ni kama wanataka kunitafuta wasikie nani anahubiri, anasema nini, anaongea nini, hawanisikilizi. Haleluya. Nilipoanza kutafakari, nikamwambia Mtakatifu, mbona kama hawa watu wanielewi? Lakini nafundisha ilikuwa Nzega huko, na wakati naendelea kufundisha, Roho Mtakatifu akaniambia, kati yako wewe na hawa watu kuna mpaka umewekwa, na huo mpaka uliowekwa mimi nikiangalia hivi nawaona kama ninyi hivi, lakini kuna namna ninyi hamnielewi wala hamjui mna kile ambacho ninafundisha nini. Kumbe ulimwengu wa roho wamesimamisha ukuta hapa kati ya mimi na ninyi, na huo ukuta kwa macho ya kawaida hauonekani. Sasa mimi nikiongea ni kama mnataka kusikia, na mimi nawaona na nyinyi mnaniona, lakini hamnipati. Kumbe kwenye kanisa kuna maajenti wa kishetani ambao wako ndani, wachawi. Sasa wakishakuja mhubiri, wakimwona na neema ya nguvu ya Mungu, wanachokifanya wanaweka tu mpaka hapa mpaka juu kule. Sasa kumuona ni kama mnamuona, lakini tuombeje, tumsikie anasema nini, haiwezekani. Kumbe nini, wao wanachola mpaka, na ule mpaka unakuwa ni ukuta. Wakati mwingine unaweza kuwa ukuta mkubwa, lakini uko rohoni, kwenye macho ya damu na nyama hamuoni. Haleluya, haleluya. Tena ghafla nikabadilisha frequency, nikasema kila uzio uliowekwa kati baina ya mimi na washirika ninauvunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nilipotamka vile, nikaona wakaanza kulipuka mapepo, watu baadhi na wengine wakiwa viongozi wa kanisa wanalipuka mapepo, wanasema umejuaje, umeelewaje hiyo siri? Kumbe unaweza ukawa mtumishi kabisa, unahubiri, lakini ukawekewa ukuta, haleluya, au mpaka, na ukashindwa kwenda mahali fulani au kufikisha kile ambacho Mungu amekupa, kwa sababu wao wanaweka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu wa damu na nyama hamwezi mkauona huo mpaka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mipaka ya mwilini huwa ni wepesi kuonekana, ila leo nitafundisha mipaka ya rohoni. Kesho Mungu akitupa neema tutajifunza kwa habari ya mipaka ya nini, ya mwilini, lakini leo tutaongelea habari ya mipaka ya rohoni. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kila aliyewekewa mipaka ya rohoni, kuna kaalama ka ulimwengu wa mwili kanakompa taarifa, ila yeye hawezi kushtuka kama aka kaalama kanakuja kunipa taarifa za mipaka niliyowekewa. Bwana sifiwe, amen, haleluya, sifiwe.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unapokuwa umewekewa mipaka rohoni, kwenye damu na nyama huwezi kuona huo mpaka, lakini kuna viashiria ambavyo leo ukinisikiliza vizuri unaweza kaelewa hicho kiashiria ni kitu gani kinachosababisha wewe ujue kabisa kwamba mimi nina mpaka rohoni. Haleluya, haleluya tena, haleluya tena. Mahali fulani kulikuwa na mtu mmoja, sitapataja jina maana mnaweza mkainasa hiyo na mkaifikisha. Alikuwa huyo mtu akitoka nyumbani kwake, anatoka nyumbani kwake ni mdada na ameweka handbag yake kwenye bega, anaenda kazini, na akifika kwenye nyumba ya pili ya tatu ya jirani, lazima yule mama atoke kwanza jirani yake na amsalimie, na akiwa hata kama yuko na mama fulani bwana, ngoja nije nikusalimie bwana, ndio unaenda kazini, basi ubarikiwe sana afu amen. Halafu yule mpendwa anasema, jamani, ningekuwa na majirani wote kama hivi. Majirani wana roho nzuri. Haleluya. Kumbe yeye kuna namna anadumisha alama za mpaka, na yule dada ndio akienda kazini, akirudi, ukimuuliza umetoka kazini, anakuambia nimetoka kwenye mizunguko, au anakuambia nimetoka kwenye mihangaiko. Yaani hajatoka kazini bali ametoka kwenye mihangaiko. Manake kaenda kazini hakuna alichopata, kaenda kwenye biashara hakuna alichopata, na anarudi bia hakuna alichopata. Ukiona hivyo ujue kuna mipaka ya rohoni ya kumzuia mtu asifike mahali. Amen. Ingekuwa kubwa ningeendelea kufundisha vizuri. Haleluya sana. Kwa sababu iko hivi, utajuaje mipaka rohoni umewekewa? Hata kama ni mfanyakazi, haikupi ruhusa mshahara wa Januari kukutana na wa Februari. Hapa hujanielewa. Yaani unakuta ule mshahara ukija tayari mangi anakudai, duka la mkinga wanakudai, wanakudai. Halafu we kazi yako ni kufanyaje? Ni kuwakilisha. Halafu unajifikiri unasema unafanya kazi, lakini kuna vitu haviendi, kuna hatua upigi. We kazi yako ni kulipa na kuendelea kazini, ni kulipa na kuendelea kazini. Halafu unafikiri kama uko salama. Kumbe ulimwengu wa roho wao wamekucholea mipaka. Wanaweza kusema hata jenga. Kwa maana hiyo hata jenga, hela ili ujenge ni ya Januari kutane na Februari, ikutane na Machi. Halafu kale kanakobaki kale kakikaa kale kanakuwa karundo, kananunua kiwanja hako kanaweza kakanunua tofali hako kakikutana. Lakini wao wakikuwekea mpaka, aise, kila mshahara una fixed kwenye deni. Unaingiza kwenye deni, halafu unajiona uko sawa na unapiga tu mwendo. Haleluya, haleluya. Bwana alikuja kunifundisha siku moja alikuja kunifundisha Mungu. Nampenda Yesu sana, na ukinisikiza na wewe leo jioni leo utapata kitu cha kukusaidia. Haleluya. Siku moja nikawa kuna kitu nakitamani sana, kwa miaka imeenda, nasema nikipate kibwana nitafurahi sana, Bwana Yesu nisaidie. Lakini nikawa niko mahali nikawa nakaa Manzese. Nani anajua Manzese? Si mnajua wote? Nakaa Manzese. Kwa akili zako unaweza ukafikiri Manzese ina Nguchilo. Nguchilo mnawajua? Mtu mmoja asema mimi anajua Nguchilo. Sema bahati nzuri mmezaliwa Masaki, Oysterbay ndio shida yenu. Haleluya. Sasa nikawa nashangaa, nikitoka naenda kufanya kazi, nilikuwa kwenye kiwanda kimoja hivi, lakini nikitoka tu asubuhi hapo, kale kanguchilo kana cross barabarani, kanavuka barabara cha. Na mimi navuka zangu, sina mpango nako kanguchilo, lakini kesho asubuhi tutakutana nako tena. Kesho asubuhi tena kana cross. Haleluya. Na nikafanya kazi kwenye hicho kiwanda miaka 4, sijapata tamia. Hakuna mtu anayesema amina hapa. Yaani miaka 4, sikumbuki kama nilinunua, sijui kama mashati, sijui. Lakini miaka mingapi? 4, na nimeokoka na ninampenda Yesu na ninaongea na Yesu. Lakini Nguchilo alikuwa haachi kukatisha barabara. Kumbe yeye mwenyewe kwenye ulimwengu wa roho kuna alama anaiweka, anadumisha ile agano, ile alama. Haleluya.
Haleluya tena, haleluya tena. Hata wewe inawezekana kuna kaalamu unapotoka nyumbani kwenda kwenye shughuli zako, kwenye biashara zako, lakini hujawahi kukazingatia kwamba aka kaalamu aka inawezekana ndiko mtego aka nikikategua aka nimevuka. Amina iongezeke tena. Haleluya, haleluya, haleluya tena. Ogopa hao ambao kila ukitoka tu, hey, jamani dada Eva, umeamkaje za asubuhi? Unaenda kazini? Na kesho kutwa na mtondogoro hayuko hapo. Halafu anakuangalia, kisha kusalimia wewe tu anaweza kuendelea na mambo mengine, na wewe usijue kwamba kuna kitu kimedumishwa pale. Haleluya, haleluya tena. Nisikize nikwambie kitu cha ajabu sana. Israeli walipoenda Misri hakukuwa na ukuta. Misri hapajakuwa na nini? Na fence. Misri ijawa kama Yeriko ise. Misri ilikuwa tu iko open. Lakini hawa jamaa walipoingia tu ikachorwa mipaka ya ulimwengu wa roho kwamba hawaruhusiwi kufanyaje? Kutoka. Lakini kila mpaka uliochorwa, ile mipaka ikawekwa na maagano ya sadaka ya agano. Hiyo mipaka iliyozuia Israeli. Wanateseka, wanabeba mawe, wanabeba matofali, wanahenyeshwa, hawawezi kutoka, na wanalia, hawawezi kutoka. Kwa nini? Kwa sababu kila wakifikiria kutoka, kuna kitu kinawazuia wasitoke, kuna kitu kinawazuia wasiende. Lakini hicho kitu kwa macho ya kawaida hakionekani, ila wanashindwa kutoka. Haleluya, haleluya tena. Wanashindwa kutoka, na kwao na wapi na Misri ni kama masaa 7 tu hivi. Yaani hapa na Dodoma tu. Yaani manake angekuwa amechukia hayo mateso, basi angetembewa mguu, hata siku 4-5 angefika wapi? Kwao. Lakini hakuna kilichozuia, lakini kutoka hawatoki. Haleluya, haleluya. Ndio na wewe inawezekana kuna mahali unataka ufike, kuna jambo unalitaka, lakini ile jambo kile ukilitaka kulikaribia, ukikaza nalo hilo jambo, kuna alama inatokea, na ile alama unawezekana usifahamu. Haleluya, haleluya. Baba mmoja alikuwa anang'oa jiwe nyumbani kwake, anafahamu kabisa uwanja wake ukoje pale nyumbani, lakini kila akienda kazini amevaa viatu, lazima ajikwae kwenye ile jiwe. Na anasema alikuwaga hajui, nampenda Yesu, ametufundisha vitu vingi. Alikuwa hajui kwamba lile jiwe lilikuwa hapo kwenye hili linadumisha alama ya kukosa yule mzee. Kwa hiyo kila akitoka ndio, hata kama anajua kwa hapo pana jiwe, lakini atafanya hivi, atajizungusha hivi, akigusa kajikwaa, alafu ndio anaenda zake hivi kazini miaka yote. Na kawa amefungwa kwa habari ya shilingi, haiingii kwenye mikono yake. Yaani hata ukimpa hela leo anaweza akaibiwa. Kisa nini? Mipaka ya rohoni. Haleluya, haleluya tena. Nikajiuliza, kwa nini Israeli hawakimbii, hawaondoki? Mahali pako tambalale, ni jangwa lile Misri. Si ukimbie uende kwenu, unateswa nini? Lakini hawezi kuimbia kwa sababu rohoni, na vya rohoni vina nguvu kuliko vya mwilini. Kwa hiyo Israeli wanashindwa kuondoka kwa sababu rohoni kuna ukuta labda umekaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu apewe sifa. Na Mungu akapambana, kamtuma Musa, akapambana ili afanyeje? Awatoe. Na Farao, Biblia inasema akawekewa moyo mgumu, akasema siwatoi. Ikaendelea. Kwa nini amewekewa moyo mgumu? Mungu alikuwa anatafuta chimbuko la mpaka wa rohoni uliowazuia Misri. Alama yake ni nini? Kafara yake ni nini? Ili Mungu na yeye aweze kuifanyaje? Kuitumia hiyo kafara. Kwa sababu Mungu iko hivi, kama dhambi iliingia kwa kitu fulani, tuseme labda Eden, dhambi iliingia kwa mnyama nani? Nyoka. Mungu akaiondoa kwa mnyama kondoo. Yesu asifiwe tena pale. Dhambi iliingia kwa mnyama Eden, nyoka. Mungu akaiondoa kwa mnyama kondoo. Yaani kila kitu kiondolewa na kitu kinachofanania na hicho. Haleluya tena. Kwa hiyo baada ya pale sasa Mungu akawapiga mapigo yote yale. Lakini bado Farao hawaachii Israeli. Kwa nini? Kuna kitu kilichofanyika walipoingia wale Misri. Kuna kitu kilifanyika. Tafsiri yake iko hivi, aiza kwenye ulimwengu wa roho, aiza kuna mzaliwa wa kwanza alichinjwaga
aliuawaga na damu yake ikanyunyizwa kwenye mipaka ya Israeli ya Misri, ndio Israeli wakashindwa kufanyaje? Kutoka. Aidha, kuna wanyama wazaliwa wa kwanza waliochinjwa damu zao ambazo zimemwagika kwenye nini? Kwenye mipaka ya Misri, ndio maana Israeli washindwa kufanyaje? Kutoka. Kwa sababu hiyo mipaka ya Misri ilikuwa imewekewa uzio na alama yake ni kafara ya mzaliwa wa kwanza. Hakuna amina tena pale. Na ndio maana Mungu alipoona kwamba ameshapiga mapigo yote yale, lakini bado Farao hawezi kuachilia nini? Wana wa Israeli. Alichokifanya yeye, ndipo sasa akaenda kutegua ule mtego wa mauti ya wale watu, mateso wale watu. Akawachinja wale wanyama ambao walipaka damu kwenye nini? Kwenye mbimo milango. Lakini huyo malaika aliyekuja hapo Misri, yeye alikuwa na dili na wazaliwa wa kwanza wa Misri. Maana yake kumbe kilichokuwa kimewashikilia Israeli pale Misri ili wasitoke ni wazaliwa wa kwanza, aidha walioangamizwa, aidha waliotolewa kafara, wazaliwa wa kwanza. Sasa Mungu alipoona kwamba kwa sababu amewashikilia kwa nguvu ya wazaliwa wa kwanza wa Misri, na mimi nawapiga na waua hawa, katika uchungu huo ndio nitawakomboa kwa hiyo damu ya mwana kondoo aliyopakwa wapi? Kwenye miwa milango. Ndipo walipopigwa wale wazaliwa wa kwanza, Farao akanawa mikono akasema, sasa jamani, niko tayari. Kwa mziki huu jamaa amegundua kabisa kwamba hawa niliwashikilia kutokana na damu ya mzaliwa wa kwanza. Acha nikwambie kitu cha ajabu sana. Hata wewe unawezekana uko hapa, kinachokutesa wewe haujui miaka iliyoko mbele yako ni kwamba kwenu kuna mtu alitolewaga kafara kwa ajili ya kuzuia watu wasifike eneo fulani. Amen, zimekuwa ni ndogo mno. Nakwambia jambo la ajabu sana ambalo shetani mwenyewe anasema mdoe na hili nalo nawaambia ili shetani ujue kwamba leo hata kama alichinjwa kaka yao miaka 50 iliyopita, leo itakuja damu ya mzaliwa wa kwanza ambaye ni Yesu Kristo wa viumbe vyote, na hiyo damu itaharibu kila aliyeshikilia mtu asiende mbele katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna watu wakitaka kufanya jambo lao wanatafuta mzaliwa wa kwanza, wanaua kabisa, na kafara yake inatolewa, halafu inamwagwa kunuiziwa ile mipaka. Unashangaa sasa wewe kila ukifanya biashara hauendi, mambo hayaendi, mipango haiendi. Yaani unafanya biashara leo, unajiita mfanya biashara, una mwaka sio wa 12, 13, lakini hakuna kitu kilichosimama ambacho kinakutambulisha kama mfanya biashara. Haleluya. Haleluya tena. Kumbe kila unachoshika kile cha biashara kuna mahali kinashindana na damu ya mzaliwa wa kwanza aliyeuawa kwenye hiyo nini? Kwenye hiyo familia. Yeye ameuawa ili aweze kuzuia watu, aidha wadada wasiolewe, aidha watu wasiwe matajiri, aidha kwenye familia watu wasiwe viongozi. Wameua mtu huko zamani. Kwa nini? Unajua wazee wa zamani walikuwaga hawana sababu kubwa ya maana sana hivyo. Anaweza tu mmoja alifanywa vibaya na mfarume na mkubwa, anatamka, kuanzia leo na waambia ninyi wahenga, mizimu ya ukoo wangu, sitaruhusu mtoto wangu aliye kwenye damu yangu akawa mkuu mahali popote. Halafu anapewa masharti, sasa anaweza akachinja, hata mtu anachinjwa ili damu yake iwe nini? Nguzo ya kuzuia watu wasiende. Haleluya. Sasa wewe unazaliwa kwenye huo ukoo, unashangaa tu, mbona haviendi? Mbona haviendi? Haviendi kwa sababu kuna damu ilimwagika mahali kuzuia huyo usiende. Lakini jioni ya leo tunaye mzaliwa wa kwanza, na huyu anaitwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, anaitwa Yesu Kristo Mnazareti. Yeye damu yake ina uwezo wa kuharibu kila aina ya damu iliyomwagwa mahali popote kwa ajili ya kumzuia mtu asiende mahali. Damu yake ina nguvu ya kuharibu kila kilichoko mahali popote, iwe imemwagwa chini, imewekwa mahali fulani. Damu yake huyo mzaliwa wa kwanza leo hii itathibitika, na wote waliokushikilia wataharibiwa na wataachia maisha yako. Utavuka mpaka kwenda pale ambapo unataka katika jina la Yesu. Hakuna kitu kibaya kama unatamani uwe fulani na miaka inakwenda, ni mbaya. Unatamani uwe fulani na miaka inakwenda, lakini kuwa fulani huwezi. Na unapiga mbio, na utajuaje? Kila ukipiga mbio inawezekana ukikaribia kufaulu, ukikaribia kupata jawabu ya ile mbio unayopiga mbio, unaanza kushangaa kuna namna fulani unapata taarifa fulani za rohoni.
na wewe huwezi kuzisoma hizo taarifa. Asifiwe Yesu Nazareti. Asifiwe Yesu Nazareti tena. Yaani unatamani kuwa mtu fulani, aidha mtumishi, aidha kiongozi fulani, aidha mwanasiasa au mtu mmoja fulani mkubwa hivi. Lakini kila unapopiga mbio kwenye maombi, ukikaribia kupata yale mafunuo, kuna kitu usiku kinakutokea. Na kinaweza kikutokea leo, kikutokea kinapurua. Tumie neno hilo la kupurua. Yale maono yote kile unachokiwaza kinaondolewa mpaka chini. Halafu baada pale ukikikosa mwaka huo unarudi nyuma, unasema yani mimi kwa kweli ni wa hivi hivi, yani mimi jamani ni wa hivi hivi. Unatulia, unaenda mwaka wa 3, wa 4, wa 5, mwaka wa 7 unaanza kusikia ndani ni wewe ni mbunge, ni wewe ni waziri, ni wewe ni mwanasiasa mkubwa, ni wewe. Unaanza tena kutokea, jamani, kwenye vikao vya chama, mko wapi jamani? Unafanyika wapi? Jamani, kadi yangu imeshakufa. Hebu ifufueni tena kadi yangu. Ujue ndani umesikia hiyo pale inaanza kulipuka, si ndio? Halafu unaanza kwenye maombi, ukija Yesu wangu uzima hapa. Baba, katika jina la Yesu, nataka niwe kiongozi. Naona unasema mimi kwa kiongozi. Naona mimi kwa kiongozi. Halafu ukienda pale, wale watu wanaanza kukupa hicho nafasi. Wanakupa ni kana kwamba utakakalia. Kiduchu wa kukalisha kwenye nafasi. Yaani unakaa kwenye nafasi, unaweza kusema jamani, hii kundi tumelianzisha, chama kinaenda vizuri, lakini kwa sababu wakati wa uchaguzi bado, mnaonaje tukamweka ana akawa kiongozi wa muda? Anasema baba, ni wewe Bwana. Ni sawa kabisa hapa. Yaani hapa kama washaniona hivi, baba ni wewe. Inaendelea. Wakikaa kwenye uchaguzi, yaani unatupwa. Ukitupwa unasema mimi tena mambo usitaki tena. Unarudi nyuma. Unajua ushapoteza miaka 5 ya mwanzo Unarudi nyuma, unaenda kutafuta mingine. Ikifika miaka 5 nyingine unasikia ndani. Unasema chama hiki hapana. Chama hiki mwaka jana kilinifanya sio, naenda chama kingine. Ndani kuna waka. Kwa hiyo kingine unaenda, ukienda karibu, kadi, nipeni kadi, unapewa kadi. Sasa huyu dada ni mzuri, jamani, huyu mama ni mzuri, jamani, kaka ni mzuri. Jamani mnaonaje jamani? Jamani tumpe uongozi. Kumbe ulimwengu wa roho kuna mpaka, na mpaka unaweza ukawa uzi tu. Haleluya, Roho Mtakatifu asante. Mpaka unaweza ukawa ni uzi kabisa, kamba ya uzi. Ikawa tu unaenda mahali kama inanesa lakini haikatiki, baadaye unarudi. Ikawa kama unaenda mahali lakini haikatiki ile kamba, baadaye unarudi. Kumbe imekuwekea pale, imekuzuia rohoni huo mpaka. Hauwezi kuvuka. Kila unapojitahidi huwezi kuvuka. Sasa nataka nikwambie jioni ya leo kwamba kila aina mpaka uliowekwa rohoni kukuzuia wewe usiwe mtumishi, kukuzuia wewe usiwe tajiri, kukuzuia wewe usiingie kwenye ndoa, kukiingia wewe usiwe mkuu yoyote, nasema huo mpaka leo utakatika, nasema utavunjika, nasema utang'olewa, nasema utaondolewa. Sema amina katika jina la Yesu. Lazima uondoke ili uweze kufanyaje? Kwenda mahali unapotakiwa kwenda. Biblia inasema hata Yoshua naye aliambiwa kabisa, bwana, Yeriko imefungwa. Okay. Utajiri umefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli, kwa ajili ya madada wa Yesu wangu la uzima. Ndoa zimefungwa kwa ajili ya vijana Yesu wangu la uzima. Ndoa zimefungwa kwa ajili ya mabinti zimefungwa. Lakini mimi Mungu, Yeriko nimeiweka mikononi mwako. Wapiga na wafalme wa Yeriko. Yoshua akafika pale akapiga hao watu, damu zao zikamwagika Yeriko, na wafalme wa Yeriko damu zao zikafanyaje? Zikamwagika Yeriko. Anaondoka Yoshua, anatangaza, anasema anailani Yeriko. Atakayeweka misingi yake afiwe na mtoto wake wa kwanza, afiwe na mtoto wake wa mwisho. Yeriko, Yoshua anaondoka vile, linakuja jitu ambalo moyo wake umekufa kwa ushetani. Yaani moyo wake umekufa kwa ushetani. Lenyewe linasema kama yeye alisema hivyo, sawa tu. Mimi naanza kuweka misingi ya Yeriko. Hata mwanangu wa kwanza akifa sawa. Jamaa linaanza kujenga nini? Misingi ya Yeriko. Unajenga misingi, mtoto wake wa kwanza anakufa, sema sawa tu. Anainua malango ya Yeriko. Mtoto wake wa mwisho Segubu anakufa, sema sawa tu. Leo hii hata kama yuko kwenye familia mwenye moyo wa ushetani, atakutana na Mungu mkuu, Farume mkuu, mshindi mkuu, mwaminifu mkuu, yeye aliyeshinda kifo na mauti. Atafika mahali hapo na tutavuka
by power, by force. Kila aliyezuiliwa mahali hatakaa tena kwenye teso hilo, bali atavuka mipaka. Nasema mipaka ya biashara utaivuka, mipaka ya kwenda nje utaivuka, mipaka ya kusafiri ng'ambo utaenda, mipaka kuwa na biashara kubwa na yenyewe utafikia hizo biashara. Maana Bwana aliyemzaliwa wa kwanza atakutangulia mbele na yeye utamfuata. Anasema kwamba kondoo wangu wanijua na sauti yangu waisikia, na mimi hutangulia nao wanifuata. Haleluya, haleluya. Yaani Yesu akiutangulia mahali, wewe kazi yako ni kufuata tu. Na ndio ibada ya leo hii, tutamfuata tu mfalme wa falme. Haya. Wakati mwingine umeona kwamba umetembea peke yako ni kama hayupo Yesu. Nataka nikwambie hivi ninavyoongea saa hizi, malaika wake wameenea pande zote hapa. Wanasubiri wamvushe mtu mahali aliposhindwa. Wanasubiri wamvushe mtu mahali aliposhindwa. Malaika wa Bwana wako mahali hapa sahihi. Kila aliyeshindwa kwenda mahali watamvusha, watamshika mkono, wataenda naye katika jina la Yesu. Biblia inasema Yesu anatangulia mbele, halafu sisi tunafanyaje? Tunamfuata. Kama yeye mwamba ametangulia mbele, ndio huyo babu yako aliyepiga mswaki wa kuzuia, ndio bibi yako ambaye anavaa kaniki mwaka mzima akuzuie. Nasema ya kwake yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Chochote kilichofanyika kale kimepita, tazama kimekuwa kipya. Leo tutatamani yale tunayotamani tuyaendee. Nasema tunayotamani tuyaendee. Inawezekana tunatamani kukaa mahali pazuri, pokea kukaa mahali pazuri. Inawezekana unataka tu kukaa mahali pa kifahari sana, nasema pokea na hapo pia. Inawezekana unatamani kufanya biashara za nje ya nchi, na hapo napo kapanda hizo ndege na iapisha mipaka ya angani iliyozuia kwa usafiri kwako angani. Iachie hiyo anga katika jina la Yesu. Mipaka ya angani iachie, upite uende ng'ambo, upite uende China, upite uende Uturuki, upite uende Hong Kong. Nasema upite uende Ujerumani, uende Marekani. Mipaka ya angani naiambia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Inawezekana uko hapa unatamani, kila ukilala unaota uko na wazungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Binti yangu mmoja, Shema Sala angekuepo anajua hiyo story. Binti yangu mmoja alikuwa kila akiota, nikienda kanisani ananiambia, baba nimeota leo nimekaa na wazungu sana. Tunaomba. Kesho tena akija, nimekaa hivi na wazungu, ananifuata tena, baba hata usiku wa leo nimekaa na wazungu muda mrefu. Kesho tena nimekaa mahali, huyu anapajua tunakaa kwenye simtengile la choo lile, tunaweka viti pale juu. Nikikaa pale unaona huyo kaja, tukamwambia yule anakaa na wazungu. Anakaa na wazungu kafanya nini? Kashafika anakuja, yani baba nakwambia leo tena tumekaa nao, tukaingia nyumba za kizungu, najua nzuri, ni vioo vitupu. Kasema nilivyoona na kera, sasa mimi nikaenda mbele za Bwana, ngambia Bwana, hebu niambie huyu binti na hawa wazungu vinaingiliana vipi? Haleluya, haleluya. Nikamwambia vinaingiliana vipi? Siku wakati nauliza jambo na Mungu naye wakati mwingine hajibugi kwa muda huo. Wa pili aseme amen. Asije kudanganya mtu kwamba anaweza kumuuliza Mungu muda huo na akapewa muda huo. Aise. Jehova ni hatari sana. Unaweza kumuuliza leo akakujibu mwaka kesho kutu. Wala sio shida zake. Haleluya. Lakini kuna watu wanakuambia namuuliza Bwana leo kesho akupe. Aise, uwe na bahati sana, ni neema kubwa. Lakini mimi nilipomuuliza Bwana nikakaa na nikaisubiria na mpaka nikasahau. Nikasahau kabisa. Siku hiyo tumeenda mahali kwenye msiba kikanisa. Yule binti akawa anapita pale. Alipokuwa anapita pale ndio akaniambia sasa. Haleluya. Akaniambia leo jioni kwenye siku ya Ijumaa, kwenye mkesha leo umuombe, maana anaenda kuolewa na mzungu. Haleluya. Nikamsubiria nikasema mkesha leo natamani mkesha ufike haraka nimuombe binti aende wapi? Akakaa na lizungu huko. Haleluya. Kumbe inawezekana mumeo ni mzungu na ngangana tu na Waswahili hapa. Habari ya asubuhi. Mwambie jirani yako umeamkaje? Mwambie umeamkaje? Hakuna mipaka kwa watu waliovuka mipaka. Hakuna. Biblia inasema hakuna Myunani wala nani? Waya Myahudi. Hakuna. Wewe unavuka tu hapa. Shida wazo lako sasa, wewe kijana unataka kuoa hapa. Unaangalia mabinti hapa. Mimi nataka mtu hapa anataka kuoa, aanze kuangalia hivi Ujerumani nalipataje Lijerumani? Nalipataje Liingereza huko? Nilileta hapa Yesu langu la uzima. Halafu nikuwekee mkono kama amewekwa ndani mwako.
litatoka huko, likija hapa lazima mtakutana na ndoa itafungwa Yesu lango la uzima. Na hili jambo ni jepesi kama nini machoni pa Bwana. Nasema hili jambo ni jepesi kama nini machoni pa Bwana. Mipaka ikikatika, yoyote uliyemtaka unachokitaka kinafanikiwa, lolote unalolitaka. Nikaomba naye bwana, binti akaniambia baba, nashukuru. Nikaomba naye papa, alafu njia za Bwana, njia za Bwana, njia za Bwana, njia za Bwana jamani, njia za Bwana. Ni kama unatupwa vile, kumbe ndio unaenda njiani kwako. Haleluya. Yaani njia za Bwana ni kama unatupwa vile. Haleluya. Yeye akaenda kuomba kazi kwenye kampuni ya nini? Ya ufuagiaji bwana. Kampuni ya ufuagiaji. Alivyokuwa anaomba pale, kumbe yule mkurugenzi ile kampuni ya ufuagiaji kwenye magorofa mjini anamwangalia, anasema dada ila ni mwaminifu sana. Pale kazi nyumbani kwangu wao wanakujaga wazungu wengi. Akawahudumie yeye. Akamwambia wewe, nataka nikuongeze mshahara, lakini wewe kazi yako itakuwa wapi? Nyumbani. Alafu yeye akaja analia, ananiambia baba, naona ile kazi itanishinda. Vipi? Ananiambia sasa sio tena posta, mimi nitakuwa kama house girl nyumbani. Baba, naona mimi, naomba uniombee baba, nirudi wapi? Posta. Nikamwambia Bwana akupe haja ya moyo wako. Kumbe moyoni mwake anaona wazungu. Hizo ndio njia za Bwana, hazichunguzikagi. Sasa yeye alitaka pale akae kule gorofani kule apande maposta kwenye malifti, anaona ndio. Pale ilikuwa tu chambo. Halafu yule mwenye kampuni wazungu wanakuja nyumbani kwake. Haleluya. Aisee, miaka ikaenda bwana. Lizungu limoja likahudumiwa chai hapo nzuri. Lizungu likasema si hapa sasa. Hapa ndio penyewe sasa. Haleluya, haleluya. Siku sio nyingi zika yuko Jerumani huko. Tukapotezana, akawa ananitumia kidogo kuniangalia muombaji. Na wewe nao usinisahau ninapokupa password hizi. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina tena katika jina la Yesu. Usisahau unapopata password. Haleluya. Akawa ananionaona bwana. Alafu tukapotezana, mimi nikapoteza simu sio nini. Ila Mungu wa ajabu sana. Mungu wa ajabu sana. Kuna mtu siku moja akaniambia hivi, nabii mmoja alikutana akaniambia Mdoe, pale mtumishi wa Mungu, kuna mtu anakutafuta sana. Akaniambia namba yako ya Tigo iko wapi? Kuna manabii Mungu amewapa neema. Akaniambia namba yako ya Tigo iko wapi? Inaisha 21. Nikamwambia hiyo namba nishaiachana nayo, ilipotea nikaachana nayo. Anasema kuna mtu anakutafuta sana, yuko nje nchi. Mimi nishasahau, miaka imeenda. Dada, watu wanaendelea kutafuta hivyo. Anaendelea kutafuta hivyo. Aisee akapata namba yangu bwana. Nimekaa mara kidogo sijakaa, nikapokea misuti. Barikiwa aliyepiga makofi. Nikapokea kwanza misuti mizito, sio zile za kuteleza za Kichina, misuti miwili imetoka mbali. Nikaambiwa sio DHL namba, nenda DHL. Nikachukua hiyo namba DHL, nikafika nikamwambia haya jamani, namba hii mnaijua ni wewe James? Ngambia ndio mimi. Nikapewa pale, kanipima kweli kweli. Mpaka leo misuti ipo naipiga. Haleluya, haleluya. Nasema na wewe mipaka yako ifunguke jioni ya leo. Kila mpaka uliofungwa na adui acha uwe wazi. Nasema njia yote iliyofungwa na adui acha iwe wazi. Lazima upite mipaka ya baraka. Haleluya. Lazima mipaka ifanyaje? Ifunguke. Nikapokea huko. Sasa hivi sikuambii, sasa hivi nakula. Tuna mawasiliano sasa hivi. Sasa hivi tuna mawasiliano. Kidogo tu, halo pastor. Na anitagi pastor, anita halo mzee wa kanisa. Nikamwambia wewe, naitwa askofu mimi. Sole. Yaani anajua ule upako wa mzee wa kanisa. Haleluya. Unashangaa tu kidogo, basi utaangalia. Nimetuma hapo namba ya Western Union. Halo. Nimeona nikiweka kwenye account huwa zinachelewaga, nimetuma namba ya Western Union. Kaambia mwanangu niangalie kwenye WhatsApp, ngiona kesho asubuhi wanafungua Western Union, nikuta pale nje. Utafikiri mlinzi wa geti. Kumbe nina namba ya Western Union. Haleluya. Alafu unapewa pesa hazina rangi nyekundu, zina rangi nyeupe na blue fulani hivi. Mipaka yako ifunguke leo. Kila uliyemuombea mipaka yake kafunguke. Yoyote unayemuombea nasema mipaka yake kafunguke. Waliofunga mipaka yake rohoni ikawe wazi kwa jina la Yesu. Sema amen. Mipaka ikifunguka huwa ni kama Mungu kakutupa. Wewe ukiomba mwachie Bwana mwenyewe.
Mipaka ikifunguka ni kama Bwana amekutupa vile. Mimi nakumbuka nilikuwa mahali nafanya kazi nafanya kazi usiku, ikifika saa 7 tunaanza liko baba shataba lekete mara baba zote mayalba shayabo lika baba sata usiku. Halafu ukimaliza pale kwenye kushukuru namwambia baba, naomba huyu tajiri aniongeze mshahara, naomba huyu bosi aniongeze mshahara. Bosi akaja asubuhi, ananiambia aisee Mdoe, kuanzia sasa hii nilikuwa nakulipa bei gani? Bosi 45. Mimi nakulipa 25, utachagua ufanye kazi. Nakwambia kilicho kweli. Namwambia mama Mdoe, bwana ameshusha bei. Bwana ni mtoa uzima, Bwana anaokoa. Mtoa uzima, Bwana anaokoa. Mwokozi wangu Yesu anabariki. Bwana ni mtoa uzima, Bwana anaokoa. Nikamwambia bosi, nimekosea wapi nijirekebishe, labda sifanyi kazi vizuri. Akanambia nimeshapanga na nimeshaamua. Kumbe mipaka imepasuka. Sasa natakiwa nitoke pale, mimi nang'ang'ania tu, kumbe huku napita niende, lakini nang'ang'ania hapa. Hata we kuna mahali upo umeng'ang'ania tu, lakini leo kuna njia itaonekana ghafla, na ukigeuka utaenda kwako, ukigeuka utaenda kwa baraka zako. Leo hii hiyo njia itageuka upya. Haleluya. Nimekuja nyumbani, namwambia mama Mdoe, ananiambia tufunge siku 7. Haiwezekani. Akashusha mshahara hivyo, tufunge siku 7. Tukafunga mfungo mgumu. Tunaunga 2. Oshe kuunga 2. Achana hizo moja. Kamshahara kenyewe ndio mnakategemea, afu mtu anakuambia na shusha. Hizo zinaitwa njia za Bwana hazichunguziki. Juu sana kuliko mawazo ya nini? Ya wanadamu. Njia zake hazichunguziki. Ni kama unatupwa vile, kumbe ndio unaambiwa, geuka uende. Haleluya. Siku hiyo tu nikasema, sasa mimi naamua kuacha hii kazi. Haleluya. Nasema naamua kufanyaje? Kuacha hii kazi. Nikaacha kazi. Alafu sina kazi. Sema amina tena. Nikaacha kazi alafu sina kazi. Na nina familia. Haleluya. Yesu ametuwa mbali sana. Maombi yangu na sala na dua jioni ya leo, kila mpaka uliokaa mbele yako ung'oke. Nasema mpaka uondolewe kwenye macho yako, hautakaa tena kuonekana mpaka. Hautasimama tena, hautaonekana tena mpaka. Haleluya. Kisha mwambie, mipaka ikiwa imefungwa mwanangu, hata watoto hawanenepi ise. Wataki kusema amina hao huko. Wanaomfahamu huyu lafa huyu, wanaomfahamu akiwapo lafa kalikuwa kembambau. Upepo kija anaweza kaanguka huyu jamaa. Alikuwa kembamba hivi kama kamsumali yani. Mipaka imefanyaje? Yaani lafa ni mwembamba. Alafu ndio natembea naye hivi sasa. Alafu na mimi mwenyewe nilikuwa kimbombao vile vile. Mipaka ikifungwa wewe nyama za mwili zinaisha. Sema amina katika jina la Yesu. Nilipoacha kazi nikakata tamaa, nikasema lakini siachi kumuomba Bwana. Lakini nikashangaa nilipoacha kazi nikasikia amani. Kumbe ndio naelekea wapi? Kanaani. Nasema ndio naelekea wapi? Kanaani. Hata namna ya Israeli walipozunguka miaka 40 jangwani, sio kwamba hawana akili. Wana akili sana wale jamaa. Lakini tu mipaka ilifanyaje? Paka Bwana aliposema mlipozunguka mlima huu yatosha, sasa geukeni. Wanageuka wasema, mbona njia yenyewe ndio hii? Mbona tunaondoka? Na mimi natangaza na kutamka kwenye ibada leo, kila aliyekufungia mpaka akuone umeenda. Nasema kila aliyekufungia mpaka akuone umeenda. Aliyesema hautaolewa aone umeshaolewa, una watoto. Aliyesema hutaenda Ulaya aone unarudi airport. Nasema aliyesema hutafanya biashara kubwa aone una maduka ya jumla, na yaachilia kwenye ulimwengu wa roho. Hayo maduka ya jumla ukayamiliki. Sema amina kubwa katika jina la Yesu. Amen. Kila mipaka lazima ikuachie. Haleluya. Haleluya, haleluya. Siku hiyo nimeenda
Nani aseme amina niongee namna ambavyo niliona njia? Nani aseme amina nimwambie namna ambavyo niliona njia? Siku hiyo nikaenda mahali bwana, kwenye watu wanacheza hivi. Wanacheza hii nini? Inaitwa draft. Na mimi nikawa nimesimama pembeni hivi. Nikaanza kuimba. Nikaimba, hivi unaelewa ninachokiongea? Nikaimba, nikawa naimba. Naimba. Kuna mzee mmoja amesimama pembeni hapa, anasikiliza zile nyimbo. Alafu ni pambio moja za kizamani lakini zimenyoa, zinanijia tu. Kumbe wewe mpaka ukifunguka kuna nyimbo zinakuja. Na ndio maana Israeli walipovuka bahari ya Shamu waliimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Na wewe leo lazima mpaka wako ufunguke ukaimbe wimbo mpya. Kuna wimbo lazima uonekane. Aliyenielewa amchangilie Bwana kwa makofi mengi ya shangwe. Maana yeye ameniokoa, nitamwimbia Mungu wa mbinguni. Maana yeye ameniokoa, maana yeye ameniokoa, nitamwimbia Mungu wa mbinguni. Maana yeye ameniokoa. Yule mzee akaniambia, ise huu wimbo umenibariki sana. Unaimba kwaya gani? Nikamwambia mzee, sina kwaya ninayoimba. Akaniambia, kesho nakupitia na gari, twende ukaimbe kwenye kwaya yangu nayoimba. Haleluya! Kesho nimekaa naona Nissan hilo linakuja, na mimi nikakaa pale. Nikafika, mwalimu akaniambia, unaimba sauti ya ngapi? Nikamwambia zote. Wewe je, kujua? Nikamwambia zote naziimba mwalimu. Akaniambia basi kaa na hao wa besi hapa. Nikapiga ile besi. Akasema hii jamani hatari. Kesho sauti ya tatu wakuja, nikasimama sauti ya tatu. Nikapiga ile jana ilikuwa cha mtoto. Akasema yeah! Oh yes. Kesho kutwa akaniambia ya pili. Nikamwambia mzee, hapo ndio usiombe. Achana na leo, hii sauti imekuwa mikwaruzo kwa ajili ya maombi. Unajua kwenye ulokole huko ina sauti zinaharibika. Kule kwa sauti inatoka smooth. Nikaimba, wakasema ise kuanzia leo tunamchagua kuwa mwalimu msaidizi wa kwaya kuu. Nikawa mwalimu msaidizi wa kwaya kuu pale. Sasa mwalimu si lazima uwe na mwalimu tena. Unakuwaje mwalimu bila mwalimu? Mara mwalimu chukua nauli, mwalimu chukua nauli, mwalimu milango inafunguka. Haleluya. Yule mzee akaniambia, sasa wewe inabidi hapa uende ukafanye kazi ofisini kwangu. Nikamwambia twende mzee. Haleluya. Miaka ile huyu alikuwa analipa 45, akashusha 25. Huyu akaniambia nitakulipa 3,000 kwa siku. Mara 30 ngapi? 90. Sijapiga dabo ile. Kuna hata mtu aliyesema amina, hawa sio wamelogwa hawa. Sijapiga dabo ile. Ila 45 nimepiga dabo, niko na 90 bwana. Na kwenye kwaya huku kuna mwalimu msaidizi. Haleluya. Nikawa nafanya kazi kama punda ambaye hajui atalala wapi. Nikakubalika pale, lakini ndio nikaenda huko. Milango iko wazi. Na mimi natamka kila aliyo kwenye ibada ya leo, mahali anapotaka kwenda aende, milango iko wazi. Yes. Naiambia milango yote, kila aina ya mageti naeleza kwamba mwachieni apite. Nimeongea mimi, nimetangaza mimi, mwachieni apite. Nasema iwe ni mageti ya aina ya chuma ya nyororo, hayo mageti na yaapisha na yaeleza kwamba mwachieni apite, milango yake iko wazi. Nasema kila geti liachie apite katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndio nimeenda niko huku sasa, kutoka kwenye safari ndefu. Lakini ni nini? Mipaka ikiwa imefunga mwanangu, utasema una mkosi wa kufa mtu. Leo tutamwambia shetani anajivunia vitu kama hujavisema. Ukikisema kitu tu anaogopa. Utamwambia sikiliza, biashara yangu imekufa mwaka jana, umeniwekea geti, umeniwekea mpaka. Leo nauvunja mpaka. Hii kilikufa mwaka jana, hiki kimekufa, umeniwekea mpaka na uvunja.
na uvunja. Na maombi ya kuvunja mpaka sio maombi yale usituloge hapa. Sema amina katika jina la Yesu. Kila mpaka uliovunjika mahali ilisikika sauti ya nguvu. Biblia inasema bahari ya Shamu ilipogawanyika, ikasikika nyimbo za shangwe zikasikika. Ukuta wa Yeriko ulipoanguka, zikasikika makelele ya shangwe. Na wewe leo unapoenda kuangusha kila aina ya geti lako, lazima isikike sauti ya mamlaka, kwa sababu Bwana atakuwa anaitumia sauti yako kuangamiza maadui yako. Kama umenielewa, mpigie Yesu makofi mengi katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Wanafungaga mipaka mtumishi, miaka inakwenda utimizi kile kitu. Kama ilikuwa jana. Kuna mtu mmoja na mke wake kaongea kwa mafumbo kidogo, wanajua kule Maturubai camp. Hawa watu walikuwa wanajituma sana, mke anajituma, baba anajituma sana. Sasa wakawa wanasema kila wakiamua kufanya jambo zuri, usiku wanaota ndoto inayofanana. Ndoto gani? Wanaota wao wote ni Wachaga, bahati nzuri wale watu. Mama ni Mzigua, baba ni Mchaga. Wanaota kitu kimoja. Wanaota kule kwao kuna mabibi yao wanazungushia ukuta wa nyumba. Sio, unaelewa hicho kitu? Unajua nyumbani hakuna kijijini, hamna hizo nini kuta. Anaweka mtu majani, analima majani, anaweka kwenye nini? Hapo wamepanga kesho tunaenda kufungua duka hivyo. Tunaenda kufungua hoteli. Usiku wanaota ndoto inayofanana. Babu au bibi huyu anasema, nimemwona babu leo anaweka mpaka kwenye nyumba. Ni kama nijengea, nafikiri bwana. Tena yule mwanaume akasema, aisee, unajua kwa sababu sijaenda siku nyingi nyumbani, ndio maana namuona mama yangu sana anafanyaje, anaweka hiyo mipaka. Kumbe wale kila wakisema waanzishe biashara, ulimwengu wanamwambia, we, tumeshaweka mpaka hapa, hatuna wafanya biashara wa hivyo sisi, tulishaweka mpaka hapa. Leo namwambia naye, nafikiri ni hivyo. Leo hii kama kuna ndoto yote inakujia unapotaka kufanya jambo fulani kubwa ambalo linasumbua moyo wako, hiyo ndoto leo iharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Inawezekana uko hapa unataka kufanya jambo fulani, kila ukitaka kufanya ile jambo kubwa unaanza kuota unakula kwenye masherehe. Maana kuna kafara ya sherehe ilitolewa mahali ambayo imezuia nini? Ukuu wako au kupita kwako. Haleluya. Inawezekana kuna kafara za nguvu ambazo zimekaa mbele yako. Waliposema uweka mipaka, walikula chakula cha familia, chakula cha umoja wa familia, chakula cha ukoo, alafu akasema hawapiti hapo. Lakini kuna mipaka pia ya kipato ambayo hii ndio mibaya sana. Yaani mtu unaweza kushangaa akipata hela mwisho amepata hela nyingi. Milioni 3, milioni 2. Na ikizidi hata milioni 3, 200,000, 500,000, linatokea tukio kubwa kwenye familia, anatakiwa litatue yeye. Kwa nini? Mipaka inasema wewe mwisho wako ni hiyo hela milioni 2, milioni 3. Niliwaambia habari ya ndugu yetu mmoja ambaye yeye mwisho wake wa kupata ni milioni 2,500,000. Na ni mtu mzima, fundi mzuri sana. Anachukua mpaka contract wapi kwa watu. Lakini mwisho wake wa kupata ni milioni 2,500,000. Yaani akipewa tu milioni 5, hapa mishipa ufahamu inafyatuka. Anakuwa kichaa. Anaanza kuvua shati. Ukiona watu wameshika shati hivi mjana temala, unajua na milioni 3 hiyo. Zimepita 2,500. Kwa nini? Tayari ameshapata milioni 3. Na wewe nikuulize, ni amount gani ambayo ukiipata inakuwa shida kwako? Yaani nimepata tu milioni 1 juzi, yaani mtoto aliumwa, yaani mama alianguka ghafla, yaani nakwambia, yaani hivyo. Kumbe wenzako walisema hapiti hapa. Alafu wewe uje kuitamka kwamba kila mpaka ulio kwenye maisha yangu niachie. Haleluya. Sikujawahi kujua kamba katika ulimwengu wa roho mimi nilikuwa nimewekewa mpaka wa kushika hela za kigeni. Sijawahi kujua. Kila nikifanya kazi na mtu wa nje akinipa pesa ya kigeni inapotea. Hata niwekeje inapotea, niweke wapi inapotea, nikunjaje inapotea. Kwa nini? Ulimwengu wa roho walishakataa. Sitaki kushika dola, sitaki kushika paundi, sitaki kushika euro, au waruhusu nishike hizo hela. Haleluya. Siku moja nikapenda kufanya kazi na mtu mmoja, akanilipa dola 2,000. Kwa hela nyingi kidogo. Zile hela nikazikunja vizuri, nikaziweka mfuko, na nilikuwa nimevaa jinsi kama hii. Nikaweka huko.
na kila muda nazigusa hivi, kama milioni 6 naigusa hivi. Hela iko wapi? Iko mfukoni, na ipo hela iko wapi? Sasa nikaingia kwenye daladala, nilipokaa kwenye daladala bado naihisi ipo, maana nagusagusa mifupa. Unajua ukiwa choka mbaya, yaani nagusagusa kwenye daladala, nimekaa najigeuza hivi nijue ipo, nasikia ina. Haleluya. Muda ukaenda, baba, nashuka kwenye daladala, naangalia hela haipo. Haleluya. Nimepanda gari wapi? Pale wanaita Magomeni usalama. Nafika Manzese, nashuka, hela haipo. Nikamwambia dereva, simamisha gari leo nitaua mtu hapa. Nikaanza na kona, nikamsachi konda hana. Nikasema labda mama niliokaa nimewasachi mpaka mbali, hawana. Nimenuna nataka kuua mtu. Dola 2000 imepotea. Ninashusha abiria mmoja mmoja, wanafanya hivi kama nakaguliwa na maaskari wa mpakani. Nagusa huko, nagusa kila mahali, hela ziko wapi? Hakuna. My God. Yaani Magomeni mpaka Manzese imepotea. Lakini sasa sio mara ya kwanza, hizo 400-500 euro nimepoteza sana. Asaki kukaa kwenye mikono. Ni mpaka nilipochukua majukumu ya kuvunja mipaka iliyozuia pesa ya kigeni, ndio pesa ikaanza kutii na kaa, na ikafunguliwa account, ikawa inaingia kwenye account. Sio kilele mama hivyo, sio kawaida hivyo, ni mapambano kulikweli. Ndio maana nitakushangaa na wewe hapa tukienda kuomba, ukiomba kama vile umeolewa jana au umeoa jana. Baba, katika jina la Yesu nampiga shetani na vibaraka wake wote, nawapiga na waangusha chini katika jina la Yesu. Kuna kusagusa makeup hizi, tu makeup hizo au nini? Lipstick nini? Taja basi haraka. Lipstick unakuzaguza hizi zikatoka. Baba, namwangusha shetani, nampiga kwa ngumi ya kichogo, nampiga shetani katika jina la Yesu. Si nini? Ukitaka tuondoe mipaka, aiseni shughuli. Kwa sababu unaweza kukaa mpaka wako uliowekewa ni mlima huko hivi. Halo. Mpaka umewekewa kwenye ulimwengu wa roho ni mlima huko hivi. Umesimama hapa. Alafu ndio upande kana vile mgonjwa. Utamuondoa nani? Kuna mtu mmoja alisema, "Huu nani wewe? Mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli. Ni nani wewe? Leo utakuwa tambalale." Mlima wa mbele ukashuka, mtu akapita. Haleluya. Kuna mtu mmoja kwenye kitabu kile cha nini cha Marko sura ya 5 pale mstari wa 15 mpaka 17. Marko 5. Namalizia tuombe sasa, si ndio Mwambie jirani yako, Yesu mwema. Leo mipaka inaondoka. Mwambie leo mipaka inaondoka. Mwambie leo kila aina mpaka niliyowekewa unaondoka. Haleluya. Marko 5 pale mstari ule wa 15 hadi 17. Hebu soma kama umepata haraka. Kama hujapata nipaongelee. Umepata? Tasoma Marko 5 mstari wa 15 hadi 17. Mstari wa 15 hadi 17. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, wakamwendea Yesu. Wakamwona yule mwenye pepo. Wakamwona yule mwenye pepo wa Wagerasi ameketi. Wakamwona amekaa. Amevaa nguo. Hakuvaa tena malapurapu, amevaa nguo nzuri. Ana akili zake. Na akawa na akili zake mwenye pepo wa Wagerasi. Naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi la mashetani. Wakaogopa sana watu wa maeneo yale. Mstari wa 16. Mstari wa 16. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata. Wakawaeleza ni mambo gani yalimpata yule mwenye pepo wa Gerasi. Yule mwenye pepo wa Gerasi. Na habari za nguruwe. Na habari ya nguruwe kuingia mtoni na kufa zote zile nguruwe. Wakawaambia. Wakaanza kumsihi aondoke. Wale jamaa walipoona mambo yao yametokea yote, wakamfuata Yesu. Na wanamsihi. Kumsihi maana yake ni tafadhali. Aondoke mipakani mwao. Ondoka mipakani mwetu. Amen. Haleluya. Yaani hawa jamaa, mtu aliyekuwa na taabika makaburini
anakaa huko, jua mvua ya kwake, analala huko, anajikatakata kwa mawe, anapiga kelele makaburini. Amefunguliwa, badala waseme tunakushukuru Yesu, wanamwambia ondoka kwenye mipaka yetu. Amina, haijatosha pale. Wanamwambia Yesu, ondoka kwenye mipaka yetu. Nilikuwa nafikiri hapa wanakuja kumwambia Yesu, kwa nini nguruwe wetu umewafanyaje? Umewasababisha waingie mtoni wafe na maji. Lakini jamaa anamwambia wewe ondoka kwenye mipaka yetu. Utajifikiria ni kwa nini? Yule mtu alikuwa pale mahali alipo na penyewe hapakuwa na uzio wowote, lakini jamaa hajawahi kurudi mjini, hajawahi kwenda kwao, anakaa hapo makaburini, analala makaburini, anajikatakata kwa mawe, anapiga kelele makaburini. Kwa nini? Kila akitaka kuondoka kuna mipaka ambayo imewekwa ulimwengu wa roho inayomzuia asiondoke. Haleluya, haleluya tena. Na ndio maana Yesu alipokuwa tu ng'ambo, na hii safari inanifurahisha kitu kimoja. Mtu mmoja aseme amina, niendelee kidogo hapa. Unajua hii safari ilikweje? Hii safari ilisema Yesu alipokuwa akiwaaga makutano, akawaambia wanafunzi wake, aliwaambia pandeni chombo. Pasa hujaelewa hiyo kodi hapo. Anawaambia pandeni chombo, mvuke mwende ng'ambo. Haleluya. Hawa jamaa wakafanyaje? Wakapanda chombo. Kwa hiyo Yesu akiwa anawaaga makutano, haleluya, wanafika huko mbele, manake hawakuondoka naye kwenye nini? Tumuja saseme amina hapa, niendelee kidogo jamani. Hawakuondoka naye pale kwenye kile nini, kile chombo, lakini bahati mbaya wao wanapiga makasia kwenda ng'ambo. Ghafla wako kwenye bahari hiyo ya Galilaya, wanaona kama kivuli, wanaona kama mtu kama yeye kwenye anatembea juu ya maji. Wanasema mbona kama yeye? Wanasema wengine wakapata shaka, wakaona shaka, wanasema. Alafu yule mwenzangu na mimi mzee wa Kihelele akasema, bwana mkubwa, kama ni wewe niambie nije. Akamwambia ni mimi, wasipate shida, njoo. Ndipo jamaa akashuka vizuri tunaye, kwa sababu alikuwa hana wala lolote kichwani, akatembea. Hakujua kama kutembea nako kwenye maji kuna mipaka yake. Hajakaa vizuri, upepo wa babu yake. Hebu sema upepo wa babu yake. Haleluya. Hajakaa vizuri, kwa upepo wa nani? Wa babu yake. Kwetu watunaga wanaotembea juu ya maji. Anazama. Upepo wa nani? Babu yake. Unamzuia asije, unamwekea mpaka asiwe na mpaka kwenda wapi? Kutembea juu ya maji. Hata wewe kuna mitembeo fulani hujaitembea kwa sababu kuna namna asili ya kwenu hawataki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atukuzwe sana. Kuna namna vitu vya kwenu hawataki eti utembee kwenye hiyo mtembeo. Hawataki mzee. Mimi nilikuwa rafiki yangu mmoja akipanda kwenye gari tu anatapika mpaka. Alafu ananiambia mdoe zima isi, nikamwambia sizimi. Atakwenda ndani sema amina. Haleluya. Mwingine naye eti tukipanda tu ndege anaenda kuomba mfuko wa kutapikia. Sema ameni. Ongeza ameni tena. Yaani tunapanda tu ndege, unasikia tunamwomba mhudumu, naomba mfuko wa kutapikia. Na kweli kianza tukinyanyuka tu ngambia shida ni nini? Kumbe kwao hawaruhusiwi kuenda ng'ambo. Kwao hawaruhusiwi kupanda ndege. Wanasema utatapika mpaka usitamani tena kwenda. Sikio tukasafiri naye tena, akaanza mara ana ndimu, ana nini, anazuia kichefuchefu. Tumekaa kwenye, akaanza kuminya ndimu ile jamaa ndege anaminya ndimu anakunywa. Akasema okay. Ilipofika tu hapa, naomba mfuko. Jamani msaidieni. Alafu ni mpendwa sasa. Ameokoka kwenye maombi yo jamaa, mimi nasubiri yani. Lakini nyumbani kumekataliwa. Nikamuuliza, hivi kwenu kuna mtu aliyewahi kupanda ndege? Akasema hakuna, ukoo mzima sijawahi kusikia. Sema amen. Nikamwambia sasa wewe unafanya nini? Unaenda wapi? Uliaga.
Sema amen katika jina la Yesu. Nikamwambia sasa, uliaga unajipandia pandia tu ndege, unabidi ukawaage. Inabidi jamani, yeye kesho kutwa anaenda Mwanza na ndege. Mipaka ni ajabu sana, mipaka roho ni ajabu sana. Mmoja pia ni mzee wa kanisa na mheshimu sana, very full power, lakini siku leo tulipanda ndege ilipopaa hivi, sijui akaweje, mimi sielewi, lakini alitukana matusi usije kuyaona. Nakwambia kitu nilichokuwa mimi nimekaa hapa, yeye kakaa ngambo ya pili hapa, alitukana yule mzee matusi hayo. Halafu kichuma kishanyanyuka, hebu anamwambia shusha hapo mjinga wewe, mitusi yote ile ya kimtani, akamtukana rubani na anamwambia rubani shusha hapo, chombo kimeelea hivyo. Tumepanga kwamba baada ya turudi na ndege, akasema aisee, mimi nakata basi bwana. Kweli akakata basi akarudi zake. Kwa nini? Kwao hairuhusiwi. Sasa unaweza ukawa unatamani vitu vikubwa kwenye familia havipo. Ni lazima uwe ngangari mwanangu, lazima uwe shujaa, lazima uwe na roho ngumu, lazima uwe na maamuzi ya kishujaa kweli kweli. Kama mimi nako ndio hivyo, utaweza kweli kupambana na hao waliotulewe. Haleluya. Yule mmoja naye mpaka ibidi nimpeleke kanisani, rafiki yangu, tunatembea naye kidogo, akitembea tu utasikia tu ananiangalia hivi. Nikiangalia pembeni anabonyeza button, Yesu kakaa kwenye button hapa. Alafu anatoa mdomo nje anatapika. Vipi unajua bwana, mimi AC sitaki. Nikamvumilia siku ya kwanza. Siku ya pili nikamvumilia. Siku hiyo tunakuja ananiambia nikamwache banana. Tunafika hapo Vingunguta ukachanganya kutapika. Nikasema leo nakupiga babu, kila roho ya asili. Nikasia kanisonya msonyo mkubwa njoo. Kaambia nani kakwambia kwetu tunakaaga kwenye vitu vizuri? Mapepo anasema nani amekuambia kwetu tunakaa kwenye vitu vizuri? Yaani ile kukaa kwenye gari imefunguliwa AC kwao. Mababu wanakuja wanasema shuka. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Uko tayari kuondoa mipaka sahihi? Uko tayari kuondoa mipaka sahihi? Simama mahali ulipo na dakika 10 tu. Dakika 10 tu. Dakika 10 tu za maombi. Kesho tuomba muda mrefu, sawa watu wa Mungu? Kesho siku yetu ya 9 tuomba muda mrefu. Simama kama shujaa haraka basi. Yaani ushaika mkanda vizuri, pistol umeweka vizuri, gobole lako umeweka vizuri, bunduki umeweka vizuri, bomu lako umeshashika mkononi, uko tayari kwa ajili ya maombi. Uko tayari? Sema Yesu, jioni ya leo niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda, na kila aina ya uovu uliosimama mbele ya uso wako unaonishtaki usiku wa leo. Yesu, kila aina ya uovu uliofanyika na wazazi wangu na mababu wangu, unaoshikilia nguvu ya mema yangu, unaoshikilia baraka zangu, kwa jina la Yesu, huo uovu ninauondoa kwa damu ya Yesu. Huo uovu ninauondoa kwa damu ya Yesu. Yesu, mipaka yoyote niliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho, saa hii ninaiondoa kwa jina la Yesu. Iwe mipaka ya naikata, iwe mipaka ya kamba za mikatale naikata, iwe mipaka ya kamba za mauti naikata, iwe mipaka ya visiki vya miti ya kale na ving'oa, iwe mipaka iliyoshikilia baraka zangu saa hii kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila aina mpaka uliowekwa ndani ya mwili wangu, kwenye tumbo langu, kwenye kifua changu, saa hii ninauamuru huo mpaka, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia baraka zangu, achia mema yangu. Kila mpaka ulionizuia kuingia kwenye ndoa, kwenye mahusiano, saa hii huo mpaka wa kuzimu, wa kichawi, wa mizimu ya ukoo,
wa mizimu ya familia ninaung'oa saa hii, ninaung'oa saa hii. Iwe mpaka wa vyuma na ung'oa saa hii, iwe mpaka wa miti na ung'oa saa hii, iwe mpaka wa migomba ya familia na ung'oa saa hii, iwe mpaka unaotambulishwa na wachawi wa familia, ninaung'oa kwa jina la Yesu, ninaung'oa kwa damu ya Yesu, ninauondoa kwa damu ya Yesu. Kila aina mpaka uliozuia walinzi wa mpakani, ninauondoa saa hii. Waliozuia mipaka yangu ya kwenda nje ya nchi, ya kwenda kimataifa, leo ninawaondoa hao walinzi, nawaondoa saa hii, nawaondoa saa hii, naondoa walinzi, mashetani, majini ya ukoo, mapepo, uchawi wa familia unaonizuia, maagano ya mila, ninaiondoa saa hii, yaliyozuia mema yangu katika jina la Yesu. Ondoa mipaka, ondoa mipaka. Je, umechoka kubeba vifungo visivyoonekana? Je, maisha yako yamekwama bila sababu? Njoo upokee uhuru wa kweli kupitia neno la Mungu chini ya mchungaji Bishop James Mdoe. Mnamwachia. Mlishika miguu yake mkasema hataenda mbali, ataleta aibu nyumbani, na mimi naikanyaga miguu hii na iachilie upako, ambapo vifungo vinafunguliwa, mizigo inaondolewa na hatima zinaachiliwa kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Bila kusahau Ijumaa kuna mkesha mkubwa maalum ambapo watu watafunguliwa. Kutakuwa na nafasi ya kuombewa mtu mmoja mmoja. Mahali ni Kitunda Kibeberu, shukia kituo cha madawa, au wasiliana nasi kwa simu namba 0622738221. Hakika hii sio ya kukosa. Njoo na jirani yako. Mungu akubariki sana.